Twende. Asante sana ndugu waandishi wa habari. Naitwa Clayton Revocatus Chipando. Ni mtangazaji wa Wasafi Media, lakini pia ni CEO wa 7 Media, lakini pia ni mtoto wa mmiliki wa kampuni ya WCB, Wasafi Media, pamoja na Wasafi Soap, Wasafi Bet. Ni kampuni nyingi ziko ndani yake. Anaitwa Diamond Platinum Lukuga. Mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Sio bana. Hiyo najua kuna watu hawaipendi, lakini sasa hakuna namna, haiepukiki hiyo. Na leo nimesimama hapa au nimekaa hapa kama balozi kutoka Mandasi Store. Mandasi Store, kampuni ambayo inafanya biashara ya kuwakopesha Watanzania simu kisha Mtanzania analipa kidogo kidogo. Na kwa nini Mandasi Store tuko hapa? Nataka kuongea kwa ufupi sana. Moja kati ya wasanii wakubwa katika nchi yetu ya Tanzania, wasanii ambao wana nguvu katika jamii ya Kitanzania, wasanii ambao wana heshima katika jamii ya Kitanzania pamoja na international level. D'Voice, msanii kutoka WCB, ameamua kuipeleka burudani kwa Watanzania wote waliopo kanda ya Ziwa. Hakuna msanii yoyote ambaye atafanya tour kubwa kama tour ambayo inaenda kufanyika this time around kutoka kwa D'Voice, msanii kutoka WCB, msanii pendwa anayeongoza kwa sasa hivi kwa numbers. Waulize wasanii wote wa Singeli, hata hao wanaokuja kwa numbers, manake ni msanii anayepiga miguu yote. Ukitaka R&B unapata, ukitaka Singeli unapata, ukitaka kidaluso unapata, unataka wewe kitu gani kutoka kwa D'Voice unapata. So ni muda umefika watu wa kanda ya Ziwa kwenda kupata burudani kwa msanii sahihi kutoka WCB, D'Voice. Hii ni tour ambayo Mandasi Store tumeamua kuweka pesa kwa ajili ya kumsapoti msanii kutoka WCB. Tunajua WCB ni kampuni, ni lebo tajiri, lakini sisi katika kumuunga mkono Diamond Platnumz pamoja na wasanii wake, tukasema Diamond una wasanii wengi na wengine wapya wanakuja, lakini sisi tupe D'Voice kwa sababu ndio chaguo letu kama Mandasi Store. Show zake zote ambazo atakwenda kuzifanya kanda ya Ziwa, sisi kama Mandasi Store tutakuwa na watu wetu katika kumbi zote ambazo atapiga, na watu wanaokuja kwenye show za D'Voice watapata nafasi ya kukopeshwa simu, watapata nafasi ya kukutana na wahudumu wetu kuongea namna kuweza kukopa simu, na then watalipa kidogo kidogo. Tunajua kanda ya Ziwa panaongoza kwa watu kuwa na viswaswadu. Kupitia show ya D'Voice ya kanda ya Ziwa tunawahakikishia kwamba watu wataacha kiswaswadu, atachukua simu mpya kutoka Mandasi Store na ataenda nayo nyumbani huku akiwa analipa kidogo kidogo. Atachagua yeye awe analipa kila wiki, awe analipa kila mwezi, na atachagua pia yeye mwenyewe hilo deni alilipe kwa miezi 6 au mwaka mzima. Mandasi Store tunakufa na D'Voice. Tunaamini kwenye talent alionayo D'Voice. Na ndio maana tumesema tarehe 6 tutaanza pale Shinyanga. Tutakuwepo Shinyanga, watu wote wa Shinyanga tunawaletea D'Voice, tunawaletea burudani. Mtapata masaa 4 ya performance ya msanii kutoka WCB mwenye mapafu ya mbwa, pumzi ya kutosha. D'Voice, watu wa Shinyanga, kaeni tayari. Ukumbi unaitwaje ule? Shinyanga unaitwaje? Ukumbi unaitwaje? Tutakuwa Shinyanga na tutapiga pale kuanzia saa 1 jioni mpaka muda ambao jogoo atachoka kulala na atawika yeye mwenyewe. Shinyanga. Tukitoka Shinyanga tarehe 7 tutakuwa Manyoni. Tukiwa Manyoni tarehe 7 tuna uhakika 100% kwamba watu wa Manyoni wanahitaji nafasi ya kuona show kubwa kutoka kwa msanii mkubwa wa WCB, D'Voice. Na sisi kama Mandasi Store tukasema tutaenda na D'Voice Manyoni. Tutahakikisha watu wa Manyoni wanakopeshwa simu, wanalipa kidogo kidogo huku wakipata burudani. Kwa unaweza ukakopa simu ukiwa Manyoni na ukaenda kwenye show ya D'Voice ukimrekodi kupitia simu ambayo umechukua kutoka Mandasi Store. Achana na kiswaswadu. D'Voice anawaleta Mandasi Store. Mandasi Store wanakuja na D'Voice Manyoni tarehe 7.
tutakuwa Manyoni. Nitawatajia kila ukumbi na kila sehemu tunapokwenda. Lakini tarehe 8 tutakuwa Mwanza. Sasa muda wa watu wa Mwanza, watu wa maeneo yote yanayozunguka Mwanza, tukutane Mwanza tarehe 8. Anadondoka Divoice pamoja na timu yake yote, au sio bwana? Tutakuwepo, tuko pale kwa ajili ya kuwapa burudani watu wa Mwanza. Lakini sisi kama Mandasi Store tunasema Mwanza wana nafasi ya kupata simu za mkopo kupitia kwetu. Tutawakopesha simu na mtaondoka nazo, kisha mtalipa kidogo kidogo. Unachotakiwa kuja nacho ili uwe na uhakika kukopeshwa simu, cha kwanza uje na kitambulisho chochote ambacho kinatambulikwa na serikali. Uje na namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA, uje na leseni ya kuendesha gari, lakini pia ukiwa na passport ya kusafiria, hati ya kusafiria, lakini pia ukiwa na kitambulisho cha kupigia kura. Basi hiyo ndo nafasi ya kwanza kuqualify kuweza kupata simu kupitia Mandasi Store. Tunakwenda na Divoice, tunaanza na kanda ya Ziwa, tunaanza na mikoa 3. Tutakuwa Manyoni ambapo ni Singida, lakini pia tutakuwa Shinyanga tarehe 6, lakini tutakuwepo Mwanza tarehe 8, Manyoni tarehe 7. Tunaomba sana na tunawasihi sana Watanzania, njooni mumuunge mkono Divoice. Njooni mpate burudani kutoka kwa Divoice katika sehemu zote hizo. Naomba mtu mmoja aje niletee list niletee hapa kumbi zote. Sawa. Shinyanga tutakuwa kuna ukumbi, itakuwa ni Ijumaa sasa. Tutakuwa kuna ukumbi unaitwa Easy Piano. Watu wa Shinyanga wanaujua. Moja kati ya ukumbi classic ambao una level ya kumweza kumhost Divoice. Easy Piano. Tutakuwepo pale. Watu wa Shinyanga. Tarehe hii itakuwa ni tarehe 6 Ijumaa. Lakini watu wa Mwanza tutakuwa kwa Tunza Beach. Tunajua hamna mtu wa Mwanza ambaye hapajui kwa Tunza Beach. Tutakuwepo kwa Tunza. Watu wote tukusanyike pale. Njoo na kitambulisho chako cha NIDA, utakutana na watu wa Mandasi, watakusaidia kuweza kukopa simu smartphone, uachane na kiswaswadu, urekodi video, urekodi unachotaka. Lakini pia tuna maduka yetu pale Mwanza. Tukifika Mwanza tutawaambia namna ambazo za kufika kwenye maduka yetu moja kwa moja. Au ukipiga simu 0713 444 993 utapata kuongea na wahudumu wetu ili uweze kukopa simu na kulipa kidogo kidogo. Lakini tumesema watu wa Manyoni ambao ni Singida, Nyamongo, watu wa Nyamongo tarehe 7, Nyamongo sio Manyoni, ni Nyamongo tarehe 7 Jumamosi. Tutakuwa kwenye ukumbi unaitwa The Friday Club. Ukumbi huu unaitwa The Friday Club. Divoice pamoja na timu yake nzima kutoka WCB tutakuwepo hapo. Watu wa Nyamongo, tukitoka Shinyanga tarehe 6, tarehe 7 tutakuwa Nyamongo. Tukutane Nyamongo katika ukumbi unaitwa The Friday Club. Hapo tutakuwa na show kubwa ya Divoice. Shinyanga tutakuwa Easy Piano Ijumaa. Lakini siku ya tarehe 8 Jumapili tutakuwa kwa Tunza Beach. Naomba Watanzania, njooni mumuunge mkono msanii wa baba yangu. Msanii wa baba yangu Diamond Platnumz, Divoice. Naomba mje mumuunge mkono, mje muangalie burudani, mje muangalie show kubwa, show pana, show ndefu kutoka kwa msanii kutoka WCB mwenye uwezo wa kupiga miguu yote. Unataka viswaswadu, unataka kisingeli, unataka piano, hakuna kitu ambacho hutokipata ndani ya show ya Divoice. Lakini sisi kama Mandasi Store, kama wadhamini wakuu wa show hii, tunasema tutatembea na Divoice sehemu zote hizo, na tampa nafasi pia mkurugenzi wa Mandasi Store ili atuambie kwa maeneo hayo ambayo tunaanzia, watu wa Shinyanga, watu wa Nyamongo, watu wa Mwanza, maduka yetu ambao wanaweza wakapata simu kwa sasa hivi ni yako sehemu gani na watu wanaweza kufikaje pale. Alafu baada ya hapo nitampa nafasi superstar, msanii namba 1 wa mziki wa singeli katika nchi yetu ya Tanzania, Divoice, msanii namba 1 mwenye uwezo wa kutunga na kuimba na kutungia watu wengine. Na watu wakileta mdomo nitataja watu wote ambao wameandikiwa nyimbo na Divoice. Sina huruma mimi. Sina huruma na mtu yoyote kwa sasa hivi. WCB hatuna huruma na mtu yoyote, kwanza mzee wangu kashafunga ndoa na hasira. Hatuna huruma na mtu yoyote. Mkurugenzi wa Mandasi Store, mzee Mandasi, tunaomba uje hapa kwa uchache sana, kwa uchache mno, uwaelezee Watanzania kwa nini umemchagua Divoice
umeamua kuweka hela kwenye tour ya The Voice ambayo itaenda kanda ya Ziwa, mikoa yote ya kanda ya Ziwa, lakini tunafanya mpaka tarehe 8 kwa sababu tarehe 10 tutakuwa wote kwa pamoja tunaelekea London kwenye show kubwa ya Diamond Platinum mzee wangu, na The Voice yuko pale amelipwa ma USD ma euro kule kwa ajili ya kwenda kuperform. Naomba uje hapa uwaambie Watanzania Nyamongo, Shinyanga na Mwanza maduka yetu yako wapi na kwa nini umeamua kuweka hela kwa The Voice wa WCB. Thank you. Bwana, habari saizi. Naitwa Lisu Mandas, ni mmiliki wa maduka ya Mandas Store. Nayo furaha kubwa kumtambulisha The Voice kama sehemu ya wasanii ambao tumewadhamini. Actually kwa nini tumechagua The Voice? Tumemchagua The Voice kwa sababu moja, muziki wa The Voice unajua ni muziki wa singeli asilimia kubwa. Na muziki wa singeli ni ule muziki ambao unatembea Uswahilini. Na nature ya wateja wetu ni wale watu wa Uswahilini na ndio wateja wetu wakubwa sana. Watu wa kukopa. Yes. Kwa hiyo tukaona The Voice tuko sehemu salama kabisa. Tunaamini product zetu zitawafikia popote kule walipo. Kwa sababu ni mtu ambaye anafikisha ujumbe kwenye muziki, lakini ujumbe wetu wa kukopesha simu kwao utawafikia vilivyo. Yeah. Mwanza, Nyamongo, Shinyanga, maduka yetu yako wapi? Of course tukianza na Shinyanga ambako show ndio inapoanza, tutakuwepo kwenye event yenyewe pia, lakini kwa duka letu liko moja, liko opposite na stand kuu ya mabasi. Sorry, ni soko kubwa. Soko kuu. Soko kuu. Tupo mkabala na soko kuu pale. Tunazamana na stand ya bajaji zile. Upande wa Shinyanga. Lakini vile vile upande wa Mwanza tuna maduka mawili. Tuna duka liko daraja la Masai, lakini tuna duka liko Igoma. Kwa kuna duka la Mandasi Store daraja la Masai pale Mwanza. Yes. Lakini kuna duka lingine la Mandasi Igoma. Lakini pia tutakuwa tuna booth kwenye event pia. Si mnaelewa mtu akisema booth akizungumza booth tafsiri yake ni kwamba tutakuwa tuna duka linalo tembea kwenye show zote za The Voice. Kwa unao uwezo wa kukopa simu ukiwa umo kwenye show. Sio kama mnanielewa wa Tanzania. Huyu mzee Mandasi huyu ameamua kila Mtanzania ahame kwenye Kiswaswadu. Kwa show zote za The Voice tutakuwa tunatembea na duka la Mandasi Store. Umo kwenye show unaweza kukopa na watu wetu wanaweza kukuhudumia. Ndio maana nakwambia ukija kwenye show ya The Voice, njoo na kitambulisho chako cha NIDA, njoo na kitambulisho cha kupiga kura, njoo na kitambulisho chako cha leseni ya kuendeshia gari au hati ya kusafiria. Hiyo zote zinakufanya uqualify kukopeshwa simu. Mzee Mandasi, mwagika mzee. Kitu kingine ambacho ningependa clarify hapa ni kitu kimoja. Tuna simu za kuanzia shilingi 300,000, lakini tunaenda mpaka simu ya 1,700,000. Okay. Kwa hiyo tusifikiri kwamba tu ni simu ndogo tu ambazo zinakopeshwa, hapana. Tuna product mpaka ya 1.7 million. Okay. Kwa hiyo inaweza kumcover mtu yoyote wa hadhi yoyote ile. Tumebezi Uswahilini kwa sababu tunaamini ndio soko letu kubwa lipo, lakini tuwatangazia na wengine pia. Tuna device mpaka ya 1.7 million ambao ni high hands. Bas. Kiswahili chake unajua? Kiswahili chake unajua? High hands. High hands. Nadhani Kiswahili chake na mtaelewa. Mnajua mnakuwa ni wabishi, lakini mimi naamini mtaelewa. Mzee Mandasi, mimi nashukuru sana. Unaweza kuwatajia namba ya simu ambayo watu wakipiga muda wote sasa wote wanaweza kupata, tofauti na hii 0713444993. Kwa watu wa Shinyanga wanatumia namba gani ya simu? Saidiane hapo haraka haraka kwa sababu no time to waste. No time to waste kabisa, hakuna muda wa kupoteza. Jamani, mzee Mandasi ameamua kuweka hela kwa The Voice. The Voice anaenda kuwa mtu mwingine kabisa. Diamond Platinum kazi yake ni kututanulia njia, and then sisi tunatakiwa tupite. Matajiri wanaweka hela, tunaondoka na kijiji. Tutajie namba ya Shinyanga. Obviously kwa mikoa ambayo tunakwenda nitahitaji hapa. Kwa mkoa wa Shinyanga namba yetu ni 0740. Nikisema kwa default unaelewa. 99 99 tena 24 0740 99 24. Lakini kwa Mwanza daraja la Masai maduka mawili 0766 499 222. Basi. Nyamongo, watu wa Nyamongo wanataka wasogee Shinyanga, wasogee kwenye show. Watapata ambao watu wa Nyamongo ukipiga 0713444993 unakutana na
simu kutoka Mandasi Store. Mzee Mandasi, sasa utupishe tufanye kazi. Sasa unanijua. Nadhani mmemsikia tajiri ameunguruma namna sababu zilizompelekea kwa nini aweke hela kwa Divoice, kwa nini ameamua kutembea na Divoice, kwa nini watu watapata nafasi ya kukopa simu kwenye show zote za Divoice. Sisi kama Mandasi Store tunaamini kupitia Divoice. Tunaamini talent ya Divoice. Tunaamini Mungu amemjalia Divoice. Tunaamini Mwenyezi Mungu kupitia uwezo alompa Divoice. Sisi pia tunaweza tukafanya biashara kupitia Divoice. Kwa uchache sana Divoice, kwa sababu mastaa waongei sana. Unajua mastaa sisi ambao tumepewa kazi ya kuongoza umma ndo tunaongeaga mno wanasiasa. Kwa uchache sana Divoice, naomba uambie wa Tanzania ni nini ambacho umekipanga kwenda kukifanya kwenye kanda ya Ziwa na kwa nini ulifikiria kwenda kufanya kanda ya Ziwa? Habari za jioni. Kwanza niseme tu kufanya Divoice Tour ni katika sehemu ya mimi kujipima ukuaji wangu, kuangalia Divoice wa mwaka mmoja Wasafi ukuaji wake upoje, ana watu wangapi, anaweza akaandaa show wakaja watu wangapi. Ili mradi ninapotaka kuandaa project yangu kubwa zaidi na kuwa tayari katika akili yangu ninajua kabisa naanzia wapi na malizia wapi. Lakini pia ni katika sehemu ya kukutana mimi na mashabiki zangu ambao wako mbali na mimi. Kuna mashabiki ambao wako kama huko tuseme Nyamongo, Mwanza, wanatamani kuona Divoice hajawahi kwenda. Wanatamani kumuona Divoice msanii wetu tutamuonaje, tutampataje. Kwa nimeona kurahisisha nikakutane kwanza na mashabiki zangu. By the way pia ningesema tu shukrani sana kwa uongozi wa WCB kwa sababu umetengeneza uaminifu leo hii watu kama Mandas kuwekeza hela yao katika tour yao. Hususan ni msanii wa Singeli, unajua sana wa Singeli tunaonekana vibaka ujue. Kwa mtu kuchukua hela yake, kuamua kuwekeza hela nyingi, kuamua kuzunguka na wewe hivyo. Wengine wanaweza kuona zunguka na duka langu la simu, utaweza kaiba simu. Lakini mtu kuamua kuamini watu kama Mandas, kuamua kuamini kufanya kazi na wewe, hii ni miongoni mwa sehemu ambayo mimi binafsi nazidi kunifariji, hususan nikiwa kama miongoni mwa msanii ambaye natamani kuona Singeli inafanya vizuri sana. Hii kwanza ni heshima sana kubwa kwangu. Lakini pia kama alivyosema Bilevo baba, Wasafi inakupa msanii platform. Wewe unatakiwa sasa ujue platform utaitumiaje. Haina haja mimi kumfuata Diamond kuchukua hela yake milioni 50, milioni 60 wakati nina platform au na watu ambao tunaweza tukashirikiana kama Mandasi Store. Tukachukua fedha, tukawekeza, tukafanya biashara, tukapromote. Unajua haina haja ya kwenda kuchukua milioni 50 mahela Diamond wakati Diamond kasha kutengenezea platform ya wewe kupata fedha, platform ya wewe kujiendeza. Kwa mimi kama msanii ambaye nimeamua kutumia platform ambayo nimewekezewa, nikamcheki Bilevo baba, nikamwambia bwana mimi nina tour yangu, nikampa wazo langu, akanambia basi usiwe na wasiwasi Mandasi yupo. Mandasi yupo. Kuna hela atatupa. Kwa hiyo tukamcheki mzee Mandasi bwana, akasema bwana ndio mdogo wangu usiwe na shaka. Nakupa kibunda sio tu kibunda na tutakuwa tunazunguka mimi na wewe kila sehemu utakapokuwa unataka. Na so hivyo tukanipa ofa kwamba kama kuna chochote utadelay nje ya makubaliano ya kazi binafsi utaniambia. Kwa hiyo ni heshima sana, asante sana mzee wangu Mandas. Lakini pia lengo la Divoice Tour pia lingine ni katika kupushi muziki wa Singeli. Unajua muziki wa Singeli sema sasa tupo katika position nzuri, kwa lazima tupushi. Kuna vitu ambavyo kwenye Singeli havijafanyika, lazima mimi nivifanye kuonekana kama hivi. Kuzungumzia naweza ngasema mimi ndo msanii wa kwanza wa Singeli kuita place yenye ndishi wengi nchini. Wenyewe si mnaona hamna msanii mwingine ambaye anaweka. Ndio maana sasa hivi nimemwambia sitaki ufalme, sitaki unini. Mimi nimeamua kuwa rais wao. Nimeamua kuwa rais wa Singeli kivipi? Mimi ndo na kategori kutokana na viwango vyao. Najua wewe kiwango chako wewe utaishia Mtwara, wewe kiwango chako utaishia Mwanza. Wewe utakuwa una perform tu utapata hiti. Mimi kama rais wao. Kwa hiyo nimeamua kusimama kama rais. Kwa sababu sasa hivi unavyozungumza watoto kwa piga kelele katikati hapa nimetia Singeli 2 tu kimya. Wamepotea wote. Kiswahili TikTok nyimbo yangu na Zuchu inachoma tu masikio, anachoma mpaka wengine wananunua pamba. Huko kuonesha tu nafasi yangu, kubwa wangu. By the way mimi nimetengeneza Singeli inapigwa Nigeria, watu wanaimba kana naimba nini sijui, nimpa Singeli Jux. Ukizungumza katika EP ya Jux ni miongoni mwa Singeli yetu, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimefanya vizuri numbers, watu kusikiliza kivyo vyote. Ni Singeli. Kwa hiyo ni katika kupushi pia muziki wetu wa Singeli kuonekana Singeli na inafika mbali. Lakini pia anidokeze tu kwamba hata mzee Mandas pia tuliongea tutashirikiana naye mwisho wa mwaka huu nitakuwa na East Africa sasa tour. Ambayo itahusisha nchi zote za East Africa. Lakini sasa nikaona kabla ya kufanya East Africa nifanye kwanza ndani, tuone kwanza nguvu yetu ya ndani.
Kwa sababu nitakuwa na project nyingi, nitakuwa na tour East Africa, lakini pia nitafanya show yangu kubwa ya singeli nchini. Hapa ninapoongea nyewe tukitoka hapa naenda kumtia Baba Levo singeli moja. Kifupi sasa hivi wasanii wote nawaimbisha singeli. Niimbishe singeli baba, mahali yangu ni ngumu sana. Kwa hiyo ni katika kupushi muziki wa singeli, lakini pia katika kuonesha ukubwa wangu na nafasi yangu. Ujue kama nilivyosema mimi naongoza kinamba sasa hivi, ni miongoni mwa msanii. Sasa hivi ukitaja Madogo Janja nchini huwezi kumwacha Divoice. Ni sometimes na mapalingi paka na mabigi. Ninavyozungumza na nyinyi hapa waandishi wa habari na nyimbo mbili ziko trending. Na hapo ninavyozungumza na nyimbo mbili ziko trending kaka, misukosuko kibao, mara sijui Diamond kaoa, mara sijui Jux kafanya nini, yani na bado tunabishana. Unapenya humo ya. Tunapenya, tunabishana nao wazee TikTok huko, ukiingia na kichafua mtaani. Japo kwenye show na perform magoma wote watu wanaitika. Kwa hiyo katika kuonesha tu nafasi yangu mimi kama Divoice, kuna watu wajua wanachukulia poa. Sasa utakiwi kuchukulia poa. Kama Divoice nimetamani kuonesha nafasi yangu, hivyo nipende tu kutoa tena shukrani kwanza kwa Watanzania wote. Taomba watokee katika Divoice tour, watu wa Shinyanga, watu wa Nyamongo, watu wa Mwanza. Tunaanza na nyinyi kabla ya kumsindikiza tajiri kuelekea London kwa mara ya kwanza. Watu wajua tu kujita London boy nimeaniliu kwa na target kuja tunaingia London hapo, unajua. Kwa hiyo nipende pia kutoa shukrani kwa uongozi wangu wa WCB na brothers wangu wote wakina Bilevo Baba, wasanii wote ambao wananisupport, kwa sababu wao wanasababisha kuonekana tu nipo karibu nao tu. Ni platform, unajua, kukaa na mtu kama Baba Levo sasa hivi ambaye kakuzidi nafasi katika jamii, ni platform ya kujengea uaminifu, ni platform ya kujengea michongo mingine ya fedha. Lakini pia ningependa kutoa shukrani kwa mdhamini wangu mkuu Mandazi, mzee, asante sana, umewezesha mchongo. Shukrani sana kaka. Ningependa tu kuambia watu wangu wa Nyamongo, wa Mwanza, wapi pia wa Shinyanga. Mimi mwenyewe binafsi nikitoka hapa naenda kukopa simu kwa Mandazi. Bwana Mandazi, naomba nije kukopa. Nikitoka hapa mimi nitakuwa kiongozi wenu wa kukopa, kwa mtu daiwa peke yenu. Lakini pia na wadhamini wengine wote, Kiseke asante sana, Smart Gene asante sana, lakini shukrani za dhati sana ziende kwa mzee wangu Mandazi Store. Bwana, siogope kukopa. Na mzee katurahisishia kabisa, unapata mbala unachezea tena akufuati mara kwa mara, umeambiwa na wewe unalipa kwa awamu. Na kinachotakiwa wewe sio hela, nenda tu na kitambulisho chako. Unaona vitu gani kutoka na kitambulisho chako? Kama kawaida Divoice Party lazima zijae. Sasa wewe kama unakuja na mpenzi wako, njoo na kitambulisho chako mapema, hata kashangaa mpenzi wako alilia tambo pale. Una kisoswadu, unaanza kuhangaika kati Mandazi yupo pale. Wewe nimekurahisishia, hata mpenzi wako alilia tambo pale kwenye show, unatoa kitambulisho, tutoi hela bwana. Kitambulisho changu hiki niandikeni, unachukua mbala, unasebenza. Asante sana baba. Nashukuru sana. Bwana, makofi kidogo kwa Divoice. Tunashukuru sana, na kwa ufupi kazi inaenda kufanyika ni hiyo, na sisi kama Mandazi Store ni kweli kabisa kwamba tutaenda kuwakopesha watu simu katika show za Divoice, na unatakiwa uje na kitambulisho chako cha NIDA au kura au kitambulisho leseni yako ya kuendeshea gari. Njoo pale utapewa maelekezo namna bora ya kuweza kukopa simu unayoitaka, na vigezo na masharti vingine utapewa na wataalamu wetu ambao watakuwa wako site. Kwa kusema hayo machache, kuna mtu yeyote ana swali lolote kuhusiana na tour ya Divoice au kuhusiana na Mandazi Store? Kuna mtu yeyote ana swali? Nakusikia. Swali langu linaenda kwa Mandazi. Kama official boy na wako Jago TV. Na swali langu linahusu kwamba kuna kianzio chochote endapo mtu anakuja kukopa simu kwenye tour? Hilo sasa nitakujibu mimi kwa sababu ni balozi na ninajua kila kitu. Mimi ndo mtaalamu haya mambo. Kila simu utakuwa na 23% ya tunasema ya bei ya simu ambayo unataka kuichukua. Na hiyo tumefanya hivyo kwa sababu sisi hatuna wasiwasi na Watanzania kama tukimpa simu atakimbia nayo, atafanyaje. Sisi tunaamini watu. Na kumbuka, haijalishi uwe umeajiriwa au uwe haujaajiriwa. Yaani wewe ni mzurulaji tu wa mtaani, lakini una kitambulisho chako cha NIDA, sisi tunakuamini kwamba wewe ni Mtanzania na hela yetu utaleta. Sio kama unanielewa. Maana kuna wengine lazima uwe umeajiriwa na ofisi fulani. Sio nini? Uwe conductor, uwe mzurulaji, uwe ni mpiga debe, uwe ni muuza nyanya, muuza mahindi. Sisi tutakupa tambo, utalilipa kidogo kidogo, na utachagua tambo unalotaka kutokana na hadhi yako, kutokana na kipato chako ambacho uko nacho. Utalipa 23%, and then baada ya hapo hizo zingine zinazobakia zote tutakupa simu, utalipa kidogo kidogo. Sawa baba? Nashukuru sana. Anafanya tambo nzuri sana kuhusiana na anafanya vizuri kipindi ambacho nchi na matukio mengi makubwa ambao watu wanayajadili.
Sahihi. Lakini kwenye ishu ya wimbo ambao umeutaja wa Jux na yeye ambao kama vizuri Nigeria waleta mshikele kwa katika mchezaji mwenzake ambayo kwa wote mtu mmoja pia wazazi wao ni marafiki na Jakunta alilalamika. Sasa labda kupitia nafasi hii ni kweli alimwimbia ule wimbo ama ilikuwaje, kwa sababu yule naye pengo ni kubwa kuliko maisha. Sasa Meja Kunta tutamngoa lile jino bandia tu. Pia Baba Levo umesema kwamba wasanii wa WCB leo wanaandikia ni watu wengine wimbo. Yeah. Meja Kunta ana pengo na watu walomziba lile pengo aliwageuka. Na wajua wale management yake ya kwanza ya Meja Kunta ambao walitoa hela kwenda kuziba lile pengo, alikuja kukolofishana nao akasema hataki nakwambia kweli mimi sinajua. Na tawaambia wale jamaa waje wakachukua ile jino lao kwa sababu unajua mwisho wa siku lazima uwezi kuwa na mdomo na kati tunajua siri zako. Tawaambia wale ile management ya kwanza wakachukua jino lao ili Meja Kunta arudi kwenye pengo lake. Mwambie bwana. Asante sana. Sasa ningependa niweke sawa hili swala kwa sababu sikutaka kulizungumza kwa muda mrefu. Mimi ningependa tu nitoe ushauri kwa my brothers wangu, lakini kwa wasanii wote wa Singeli. Unajua Singeli sasa hivi mfano kama mimi nafanya muziki ni biashara kwa sababu ndio inaendesha maisha yangu, inaendesha kila kitu. Yani mimi sina biashara nyingine nje ya muziki. Kwa hiyo ninapokuja kwenye sekta ya kazi yangu nahitaji serious kidogo uwepo. About Meja Kunta nilifanya naye wimbo X18 mimi nilikodi ulikuwa wimbo wangu toka 2019. Mimi na topiki zangu nimerekodi, mfano t-shirt yangu ni topiki yangu toka mwaka 2018 ninao kichwani. Nikaamua nikarekodi ule wimbo, nikamtafutaga kipindi cha kwanza Meja anakaa Tabata akanikwepa. Nikamtafuta kipindi anakaa Salasala I think so. Nikamwambia brother na idea yangu hivi na hivi na wimbo wangu kweli. Tukaenda studio nikarekodi ule wimbo wangu mwanzo mwisho. Katika kurekodi nikamtumia manager wake wa Soiso. Kwa sababu bosi wake Jamaica alisema fanyeni wimbo tutaenda kushoot South. Mimi nikampigia hadi mzee nikamwambia tajiri na wimbo na Meja, mzee akasema baridi. Fanyeni naye kwa sababu kaka yako kafanya naye kwa sababu sisi hatuwezi kutoa nyimbo bila ruhusa ya mzee. Mzee akaruhusu. Lakini sasa manager akasema yule wimbo hakuupenda. Vesi mbaya ya nili. Tosi shahidi, nimewaforce sana, nimepigia kwa sababu Tosi anashinda sana na Wasoiso, nimepiga sana nikamwambia Tosi mnaika wimbo ni mbaya. Piga sana simu, akaniambia wimbo sijui nyinyi kutokana na talent yenu na Meja mnaweza mkafanya wimbo mkubwa zaidi ya huo. Yeah. Sasa mimi sikubisha. Sasa imaanishi kwamba wewe wimbo umeukataa, wimbo wangu utakuwa ni mbaya. No. Mimi nikachukua ule wimbo wangu mbaya ambao management nyingine hakupenda, nikafanya wimbo mwingine. Kafanya wengine mbili na Meja, management ikachagua wimbo mmoja. Kwa katika ule wimbo ambao ulichagua, mimi sikuutoa wala sikuutiza wala sikuchukua neno mpaka sasa hivi ule wimbo huko. Kwa mimi nikachukua zile nyimbo zangu ambazo zilikataliwa, nikaamua kuzimba mwenyewe kwa sababu mashairi ni ya kwangu. Hilo ni kosa hilo. Biti la kwangu. Kwa mimi sikuona kosa la mimi kusema kwamba kuchukua wimbo wangu kuuimba sehemu nyingine. Even if hata nilivompigia Meja akanambia mimi nimelalamika kosa kwa nini hakunipa taarifa. Nikamwambia sikukupa taarifa kwa sababu ule wimbo tuliofanya mimi na wewe ambao ulishapitishwa upo. Kwa mimi sioni faida ya kutoa taarifa, angalia kwa ule wimbo hauko katika mahesabu yenu na wimbo mimi kwa sababu ni hatimiliki yangu, mashairi ni ya kwangu. Mimi nina haki ya kuimba wimbo wangu kokote na msanii yote ninayemtaka. Jamani, mimi nashangaa hivi si ni nini ambacho kinasumbua kichwa. Yeah. Maelezo ni mafupi yanaeleweka. Wimbo walifanya management ikaukataa, mwenye wimbo akauchukua akamtoa Meja Kunta akafanya watu wengine. Uwezi kumpangia. Mimi mwenyewe nishafuta watu wengi sana kina Linex na nishafuta kwa nyimbo zangu. Unaweka mtu mwingine mnafanya naye kazi. Sijui kama unanielewa. Ni kitu cha kawaida sana. Kwa hata uwasilishaji wake wa malalamiko alitakiwa yake kama dada mdogo wangu labda utakiwa unipe taarifa, lakini maelezo yake yalikaa kama vile umeiba wimbo. Ushaelewa? Kwa watu wengi wakachukua kama vile nimeiba nyimbo. By the way nilikaa kimya kwa sababu mimi na Meja tunaheshimiana sana. Mimi na Meja nawaheshimu sana lakini tungesema twende neno tuneno mzee mimi naongea. Jibu ni lipi? Uliiba au hujaiba? Wimbo ni wangu, sema nimeibaje wakati mashairi yangu. Utajibia kitu chake mwenyewe. Na huo wimbo mwingine utautoa ambao hatutoi. Hatutoi. Nasema hivi, hatutoi. Atulie. No. Kama anataka wimbo mwingine utoke, afute hizo kauli za kumsingizia msanii na kila kitu. Hiyo ndo shukurani ya kusema sasa tuendelee na mahusiano. Unajua huyu anaaminiwa na umma. Ushatengeneza kama ni mwizi ni nini? Inatengeneza picha mbaya. Alafu hatuwezi kukupa bonus ya kufanya tena kwa sababu Meja Kunta sasa hivi ukimwangalia Meja Kunta kiwalisia. Ukitaja wasanii top 110 hayumo.